Na hicho kitu kilianzia kule. Bunge la wananchi mimi ni mmoja kwa sababu nilikuwa mgombea ubunge. Watu wote waliogombea ubunge na kuondolewa na utawala wa Magufuli, chama kilitengeneza kitu kinaitwa bunge la wananchi. Hicho kitu kilianzia kule. Na kama utafahamu tarehe 3 katibu mkuu wa chama alituma waraka ambao kuna walika wote waliokuwa tiania na waliokuwa gombea kwenda ofisi za chama, ukumbi wa chama makao makuu pale Mikocheni ili tuweze kujadiliana, kwa sababu chama kiliona haiwezekani kikao kinakutana na viongozi wa dini, kinafanya mkutano na wananchi, alafu wale waliokuwa wagombea wake na watiania wasiweze kuzungumza juu ya hii dhana nzima ya no reform no election. Kwa chama ikawapa fursa watu waweze kwenda kule. Okay. Sasa walivyoitwa wale watu wanaojiita G55 wakaweka mgomo kwamba wataki kwenda kuhudhuria kule. Na walivyosema kwamba wataki kwenda kuhudhuria kule, wao wakaandaa kitu wanachoita waraka, wakakituma kwa nani? Wakakituma kwa katibu mkuu kama maoni yao. Kitu ambacho ukitazama kwa mfumo wa chama cha demokrasia haikuwa shida. Sasa shida imekuja kutokea ni yale yaliyoko nyuma yao. Uongo, uzushi. Sasa watu wameitwa waende kuzungumza hiyo dhana, waende kueleweshwa, waende kuuliza maswali, wakajadiliane na wenzao ili waweze kufikia mwisho. Wao wakatoka kule, wakatoka na msomo wao mwingine na maneno yao mengine. Lakini ukweli ni kwamba ni watu ambao sisi tunawatazama kama wajasiriamali wa kisiasa ndani ya chama. Katika sababu zao 9 G55 unafikiri zina tija? Ni sababu za CCM. Ni sababu za CCM na watu ambao wapendi maendeleo ya upinzani na ukuaji wa demokrasia. Kwa mfano, wanasema twende kwenye uchaguzi kwa sababu tusipoenda chama kitakosa ruzuku. Lakini Watanzania hawaungi mkono upinzani kwa ajili ya chama kipate ruzuku. Wao wanasema chama kiende kwenye uchaguzi kwa sababu kuna watu wana ambition za kuwa wabunge. Sasa chama hakitengenezi wabunge tu just kama ajira. Chama kinatengeneza wabunge ambao wataenda kutetea maslahi ya wananchi, sio kwa ajili ya kwenda kutetea, sio ajira. Chama hakijawa kampuni kwamba pale ni chama kwenda kupata ajira. Kwa kama kuna watu wanafikiri kwamba wapo Chadema kama kutafuta ajira, wapo Chadema kwa ajili ya kwenda kutafuta ruzuku, au wana haki. Na mwenyekiti amesema wazi na viongozi wamesema wazi, kama kuna mtu anafikiri yeye yuko Chadema kwa ajili ya kutafuta ubunga, aenda akatafute sehemu nyingine, vyama viko vingi. Nadhani kwa mfumo tulionao sasa hivi ni muhimu sana kubaki na watu wachache ambao watakuwa committed kabisa na kazi ya siasa. Unajua kisha kuwa na viongozi ambao wana ndimi mbili, watu wanahongwa, leo wanaweza kuita huku kaenda huku, wananchi hawatawaamini kabisa. Ndio maana mwanzo nilianza kuniambia ukasema, mbona watu chama kilikuwa kinarekebika kwa sababu tuna viongozi ambao ndimi zao ni mbili, ni wajasiriamali wa kisiasa na wananchi wanajua kuelewa, wanajua kuwatambua. Hao wananchi hao sema profesa, lakini wakikutazama tu watajua kabisa kwamba wewe uko kwenye babaishaji, wewe unachosema na maanisha. Sasa tuna mwenyekiti ambaye yeye hana ndimi mbili. Jana amesema wakati wako kamati kuu wanaazimia chini ya mwenyekiti aliyepita kwamba tunaenda kwenye no reform no election. Yeye alikuwa anamaanisha si kwamba alikuwa anajipandisha bei. Unajua tunafanya siasa za watu wengine, wanaingia kwenye siasa kwa ajili ya kupandisha bei ili waweze kupewa fungu tu. Sasa sisi hatuko kwenye hizo siasa za namna hiyo. Hebu niambie